tumekutana kwenye mahojiano maalum kabisa ya Sauti ya Jamii. Na leo Sauti ya Jamii imeamua wanasema imekata mawimbi mpaka katika maeneo ya afya. Unajua tumekuwa tukizungumza kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na jamii zetu, lakini ni kama vile afya tumeipa kisogo hivi. Sasa leo nikasema hebu acha tuguse kidogo jamii yetu na masuala ya afya. Mambo haya wanafahamu. Nipo na Dr. Noel hapa studio na ni furaha kwangu kwamba amenitembelea. Sio rahisi kama ambavyo unafikiria, lakini tumepata wasaa kuweza kuketi. Dr. Noel, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Tutakuwa na mazungumzo mujarab kabisa ambayo pengine yanaweza yakaleta fikra tunduizi katika sekta hii ama upande huu wa afya ambao mara nyingi watu ni kama vile kumekuwa na mambo mengi katika jamii, lakini tunapopata maelekezo ya kitaalamu inakuwa ni vizuri zaidi. Naam. Shukrani sana. Naam, mtazamaji unaweza kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, Instagram, lakini pia X ambayo zamani ilikuwa inaitwa Twitter. Usisahau pia kusubscribe channel yetu ya YouTube. Sasa Dr. Noel, Yes bro. Kwa experience yako sijajua una experience ya muda gani kwenye udaktari, lakini kwa experience uliokuwa nayo mpaka hivi sasa unaitazamaje sekta ya afya walau tu kwa jamii, yani inaogusia jamii? Hivi watu wanafahamu kweli kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na afya zao kwa namna ambavyo umeitazama katika sekta? Kwa jinsi nilivyoona mimi ni kwamba watu wengi wanauelewa ambao ni potofu. Unajua ni bora kitu uwe hujui kuliko uwe unajua kitu ambacho ni kimepotoka. Sasa watu wengi wana fikra ambazo zimepotoka. Yaani wana assumptions za vitu ambavyo sio kweli na wanahisi kabisa ni sahihi. Na ndio maana mtu kama mimi nikaona kwamba that's an opportunity ya kuelimisha watu. Kama ukiangalia kwenye namna ninavyofanya vitu vyangu mimi huwa nafanya mara nyingi kama kudebunk, yani kama kuangalia nini watu wanawaza zaidi ambacho sio kweli. Sasa kwenye community ya madaktari wanachukuliaga kama ni kitu cha kawaida. Yani yeye ana knowledge lakini anahisi kwamba kila mtu anajua hiyo knowledge. Madaktari ndo tuko hivi. Yani daktari hata ukienda, madaktari wengi ambao hawawezi kujiexpress vizuri. Unaweza ukaenda ukakutana naye akakuelezea vitu ukaondoka hata hujaelewa alichosema. Na ni kwa sababu yeye kaishi na madaktari, kakaa, yani amezungukwa na madaktari, amezungukwa na watu ambao wana knowledge ya afya. Lakini ukirudi mtaani unakuja kukuta vitu ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kubridge hiyo gap, yani kuondoa zile fikra potovu za zamani, yani kuzichange, yani kuzibadilisha kwa sababu ni vitu vingi yani inawezekana hata yani ni vitu vingi inatokea mpaka mimi familia yangu wanakuwa kama unaweza kumwambia kitu anasema mimi mbona nilikuwa najua hivi zamani. Mbona watoto inabidi wafanyiwe hivi, mbona kwa yani ni gap kubwa sana. Kuna yani kubwa sana. Sasa unajua katika siku za hivi karibuni kumekuwa na nimeona pia umelizungumzia kwenye moja ya content zako kuhusiana na sijui niite mgogoro kati ya Doto Magari na yule mwanaharakati Cherry Hollister ambaye yeye amesema kwamba alikuwa anatuhumu ama anasema Doto Magari ni moja wa athirika wa virusi vya ukimwi. Doto yeye amelikataa hilo. Pamoja na hayo ni kwamba bado amefanya jana mkutano na waandishi wa habari akielezea kwamba atapima, lakini hayo hatutaki kuyafahamu sana. Turejea kwenye ule uhalisia. Sio mara ya kwanza kwa huyu mwanadada kuzungumza kuhusu vitu vya namna hii. Kuna kipindi pia alitoka akazungumza kwamba moja ya dalili za watu wenye virusi vya ukimwi ilikuwa na vidoti kwenye unyayo. Na baadaye alikuja akaomba radhi baada ya wataalamu kuibuka na kukosoa hizo taarifa ambazo alikuwa amezitoa. Sasa katika jamii aina hii ambayo ina tabia ya kuchukua vitu vingi sana kutoka mtandaoni, unadhani tupo katika njia sahihi kile ambacho kinaendelea hivi sasa? Hapana, kabisa hapana. Unajua mimi nipo sana kwenye mitandao. Sasa hivi, yani kwa sababu sasa hivi nipo sana kwenye mitandao, kwa hiyo pia na scroll sana. Nilikuja kugundua kwamba watu wengi sana sasa hivi wanaona kabisa kwamba ukimwangalia mtu kwenye miguu akiwa na vidoti, huyu ni muathirika. Na akiwa hana vidoti sio muathirika. Ni wengi. Na kuna watu wana comment kwangu, wana comment kwa yule dada kwamba sasa hivi tunaangalia tu miguu. Yaani hiyo imekuwa kama trend kwamba sasa hivi tunaangalia miguu tu. Umeona? Yule dada
of course ni mwathirika, lakini sio mtaalamu. Okay. Sio mtaalamu wa mambo ya HIV. Yeah. Kwa hiyo inawezekana yeye anajua vitu na surface level, au labda yeye kajiona yeye vitu vinavyomtokea yeye anahisi vinatokea kwa kila mtu. Naelewa. Anahisi kwamba hivyo hicho kitu ambacho kimetokea yeye kinatokea kila mtu. Ila kama mtaalamu wa afya, kwa mtaalamu wa afya wa kawaida ambaye hana experience kubwa, atakuwa amekutana na watu wenye HIV zaidi ya 500. Huyo ni ambaye hana experience kubwa. Kakutana kawahudumia. Okay. Zaidi ya watu 500 wenye HIV. Sasa mimi pia nimehudumia watu wengi sana wenye HIV. 90% ya watu wenye HIV hawana vile vidude. Yaani hawana hivyo vidoti. Hawana hizo dots. Hawana hizo dots. Maanake ni wengi sana wenye HIV hawana hizo dots. Umeelewa? Lakini pia watu wengi wenye zile dots, 90% ya watu wenye vile vidoti hawana HIV. Si umeelewa? Of course ile inaweza ikawa ni dalili moja wapo. Yaani kama vile tuseme kwamba ukimwona mtu anakohoa maana yake ana HIV. Watu wengi 90% ya watu wanaokohoa hawana HIV. Ni issue nyingine kabisa. Umeona? Lakini pia 90% ya watu wenye HIV hawakohoi. Yaani 90% ya watu wenye HIV hawakohoi. Kwa hiyo kile kitu alichokisema pale hakina correlation kubwa kiasi hicho. Sio elewa. Yaani inawezekana yeye na mtu mwingine ambaye kamuona wana hivyo vidoti na daktari labda akaambia hii ni result ya HIV. Of course inawezekana ikawa ni hivi. Lakini ukiangalia kwenye uwanda mkubwa, yani kwenye population nzima, watu wenye HIV ni wachache sana wenye vile vidude. Na pia wenye vile vidude ni wachache sana wenye HIV. Okay. Na hisi unanielewa hapo ninavyosema hivyo. Yeah. Kwa hiyo ni very very misleading. Yaani na kitu ambacho mimi niliona kwamba ni changamoto ni kwamba watu wanaanza sasa kuangalia miguu. Na kuna mtu na uhakika kwa sababu yule dada ana influence. Umeelewa? Kuna mtu anaweza yeye siku moja wametoka na mtu wake mpya, labda tuseme mtu wake anaambia bwana sasa hivi sina vipimo. Mtu anaangalia miguu, anaona miguu iko fresh, anaangalia miguu, anaona miguu iko fresh, anazama tuondoke. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Yaani inabidi uwe very careful. Kwa mfano kama mimi watu wananisikiliza. Maana yake inabidi niwe very careful. Yaani mimi ikiwa naongea vitu I make sure na double check. Yaani na triple check tuseme. Yaani naangalia mara nyingi zaidi kwa kawaida. Kiko sawa kabisa ndo nakisema. Makisema nikasema kitu ambacho kina mashaka. Yeah. Sasa kwa hicho ambacho umeniambia hivi sasa, maana yake tukirejea kwenye zile nyimbo ama zile tungo ama zile ambazo tulikuwa tunaimbishwa tukiwa mashuleni kwamba mtu mwenye virusi vya ukimwi atakohoa, ataharisha, atafanya nini, sidhani kama hizo dalili bado zinaendelea kuishi katika ulimwengu ambao hivi sasa tuliona. Sasa kwa sasa hivi unajua kuna utofauti wa mtu mwenye virusi vya ukimwi na mtu mwenye ukimwi. Okay. Yeah. Kuna VVU na ukimwi. Yeah. VVU ni virusi, ni HIV inaingia kwenye mwili. Lakini vikikuletea madhara ya kukupunguzia wewe kinga, ndio tunasema una ukimwi. Sasa kwa zamani dawa za HIV zilikuwa sio effective kiasi hicho. Kwa hiyo mtu unaweza kukuta anatumia dawa lakini bado anapata hizo dalili. Ila kwa sasa hivi dawa ziko vizuri vibaya mno. Yaani dawa sasa hivi za HIV ziko vizuri vibaya. Ni kwamba zimefanywa maboresho au? Ni maboresho. Okay. Kwa sababu dawa za zamani na sasa hivi ni tofauti. Yaani tofauti kabisa. Zimefanywa maboresho kupunguza zile side effect, yani maudhi ya dawa, zimeongezewa ufanisi maana yake. Kwa hiyo mtu wa sasa hivi ambaye anatumia dawa vizuri za HIV anaweza kuishi maisha yake yote bila kufikia kwenye ukimwi. Yaani anaweza kuwa na virusi vya ukimwi lakini akaishi maisha yake yote bila kufika kwenda na upungufu wa kinga mwilini. Okay. Maana yake hizo dalili hatopata kwa sababu zile dalili zote za ukimwi unazoziona karibia zote hazitokani na yule kirusi mwenyewe. Okay. Zinatokana na kinga kuwa dhoofu, alafu unapata magonjwa mengine ambayo mtu wa kawaida asingepata. Yaani mtu ambaye kuna wadudu wewe wapo tu kwenye mazingira, wewe hawakuaffect kwa sababu wewe una kinga nzuri. Lakini mtu mwenye upungufu wa kinga maana yake vile wale wadudu watamuaffect yeye. Yeah, so that's the issue. Kwa zile nyimbo za zamani maana yake mtu akikataa kutumia dawa atakutana nayo, lakini kikawaida no. Sasa hivi kwa mambo jinsi yalivyo, mimi najiuliza
swali moja ambalo nadhani tunahitaji pia tupate ufumbuzi wake. Sasa hivi kuna matangazo mengi sana ya dawa za kuongeza nguvu za kiume na kutibu changamoto ya nguvu za kiume kuliko hata matangazo ambayo yanahamasisha watu kuachana na masuala ya ngono ili kujikinga na virusi vya ukimwi. Hivi kwa nini tumefikia huko? Au nadhani nini sababu hasa kwamba watu wana prefer zaidi hayo mambo kuliko kulinda afya zao, au ni nini haswa? Nahisi tumefika huko kwa sababu tu ya biashara. Unajua mfanya biashara yeye haangalii kama wewe uta benefit au hauta benefit. Anaangalia tu kwamba yeye anapataje faida. Kwa hiyo yeye anachoangalia ni demand iko wapi. Yaani watu wanataka nini? Yaani mimi kama mfanya biashara siwezi nikakuwaza wewe, mimi najiwaza mimi. Kwa hiyo kwa kujiwaza mimi nitaangalia wewe unataka nini, nikuuzie nini? Umeona? Sasa katika kisaikolojia tu kuna zile needs za binadamu ambazo haiwezi akaziacha. Okay. Moja hapo ni hiyo kufanya mapenzi, sex. Na siku hizi kutokana na mtindo wa maisha, kusema ukweli kuna upungufu mkubwa wa nguvu za kiume. Okay. Mtindo wa maisha watu wanaangalia sana video za ngono, na napongeza sana serikali kufungia video hizi za ngono kwa sababu zinaharibu sana, yani katika vitu ambavyo ni vinaharibu sana nguvu za kiume pamoja na hiyo kuangalia video za ngono. Kwa hiyo kuna upungufu wa nguvu za kiume, lakini pia wanaume wanapenda kujifeel wanaume. Okay. Kwa hiyo mtu anaona hiyo ni gap, ngoja nianze kuuza hizi dawa, hata kama hazifanyi kazi, hata kama yani it doesn't matter, zinafanya hazifanyi. Ukishaingia kwenye fear ya mtu lazima tu utamuuzia. Okay. Na ukiuza ukipata faida, maana yake kuna mtu mwingine naye ataona, atataka naye faida ile ile. Okay. Kwa hiyo utakuta watu wengi wanauza madawa ya nguvu za kiume. Okay. Ndio sasa hivi tulipofikia. Okay. Sasa hii inaweza ikawa ni changamoto kidogo, lakini nadhani kuna madhara ambayo pengine yanatokana na utumiaji wa dawa za aina hii. Na wengine wanasema kuna njia za asili, wengine kuna dawa ambazo ni za kisasa ama ni zile ambazo zinatengenezwa kwa njia za kisayansi na vitu kama hivyo. Kuna tahadhari ambayo kweli inachukuliwa na watu kwenye matumizi ya hizi dawa. Na hisi watu wengi hawana uelewa mzuri wa hizi dawa. Okay. Kwa mfano, kuna dawa ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kushiriki tendo vizuri za hospitali. Sasa zile huwa kama ukienda kupewa na daktari, usipoenda kujitafutia mwenyewe. Ukienda kupewa na daktari, maana yake kuna vitu utaambiwa. Yaani kuna vitu utaambiwa. Kwa mfano ukitumia hii dawa utaki kunywa pombe, ukitumia hii dawa utaki kunywa juisi ya zabibu, ukitumia hii dawa utaki kuwa unatumia dawa nyingine labda za kushusha pressure na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utaambiwa hivyo vitu. Lakini ukitumia dawa let's say za mitishamba, sasa watu hawaelewi mitishamba na dawa hizi za hospitali they are almost the same thing. Yani ni almost zote ni kitu kama kimoja. Okay. Lakini hizi dawa za hospitali huwa tu zimekuwa wamezi-extract, yani wamechukua kile kwenye lile jani au lile mmea ambao unatoa dawa. Maana yake wenyewe watu wa hospitali wame-extract kitu kimoja kwenye ambayo ni effective ili kukupa kidonge kidogo. Lakini maana yake zile dawa pia za asili zina kitu kile ambacho wewe unahitaji sasa uwe makini. Kama unatumia dawa zingine za pressure, kama sijui utaki kunywa pombe, kwa maana yake na zenyewe zinabidi zifollow mlolongo ule. Ila watu wanaotumia hizi dawa wengi hawajui. Yaani unakuta mtu ametoka kunywa pombe, anakunywa dawa, anakunywa madawa kuongeza nguvu za kiume, sijui nini. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Ingawa yani watu hawaioni. Unajua ukiwa haupo kwenye setting ya hospitali, unaweza kuhisi watu wote ni wazima. Au unaweza kuhisi kama vile watu waga hawaumu hivi vitu. Yani hawapati changamoto kwa sababu ya kutumia hizi dawa. Lakini ukianza kukaa sehemu kama za hospitali na nini, utaanza kuona watu ambao wanakuja wamepata shida kwa sababu ya matumizi ya hizi dawa. Kwa hiyo nahisi watu kama wewe una shida kweli ya nguvu za kiume, ni bora utafute daktari wa mfumo wa mkojo, kwa sababu kuna madaktari wanaitwa urologist wa mfumo wa mkojo wa wanaume. Unaenda
alafu ndo atajua ni shida ni nini. Inawezekana shida ni lishe, inawezekana shida kwamba pressure yako iko juu, labda una kisukari au una shida. Kwa hiyo shida inaweza ikawa ni yani shida zinaweza zikawa ni nyingi. Yani possibility ni nyingi. Unaweza ukawa na one of the problems. Kwa hiyo ni bora kwenda kugundua kwanza chanzo then ndo utibie hilo chanzo. Sasa mimi nataka niwaulizie vijana wenzangu hapa, na nimeona pia mijadala huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na swala zima la punyeto. Mijadala ni mingi na kila mmoja ndio hapa anaposema sasa madaktari wamekuwa wengi kiasi kwamba kila mmoja anaizungumza kwa namna yake. Kuna mwingine anakuambia punyeto haina madhara, kuna mwingine anakuambia ina madhara, kuna mwingine anakuambia ukifanya kidogo haina madhara, kuna mwingine. Sasa unajua ni kuchekesha kidogo, siku moja nilikuwa nasoma comment. Kuna daktari hivyo wa mtandaoni akawa anaeleza, anasema ukifanya punyeto ndani ya mwezi walau mara moja haina madhara. Kuna comment moja anasema hivi, mimi nifanye punyeto mara moja kwani naingia kwani ni period imekuwa hiyo. Unaona? Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo kumbe hivi vitu vipo kwa jamii, watu wanavifanya, lakini mlolongo wa maelezo ya madhara yake au kutokuwa na madhara umekuwa ni mwingi kiasi kwamba watu unakuwa na mchanganyo mkubwa sana. Hebu tuanzie hapo. Ni kweli punyeto inapunguza nguvu za kiume? Sasa inategemea na namna unavyouliza hilo swali. Okay. Punyeto haipunguzi nguvu za kiume, lakini punyeto ina madhara. Nikisema ina madhara sio kwenye nguvu za kiume. Okay. Ina madhara kwenye akili. Kuna post moja mimi nishai kutengeneza nikielezea kwamba punyeto haipunguzi nguvu za kiume, na watu kama wanaidemonize, yani kwamba yenyewe ndo wanaipa lawama zote kwamba punyeto ndo inapunguza nguvu za kiume. Na nahisi hiyo ni kwa sababu ya hao watu ambao wanauza dawa. Wanajua kabisa wanaume karibia wote, kwa sababu statistics hazidanganyi. Okay. Unaweza ukasema mimi sifanyi punyeto, lakini statistics zinasema kwamba 95% za wanaume wanapiga punyeto. Maana kuna watu 100, watu 95 wanapiga punyeto. Kwa ila ukiwauliza watu 100, kila mmoja tu au mmoja ndo atasema kweli, ila wengine wote ila statistics hazidanganyi. Hazidanganyi. Na punyeto haijaanza leo, haijaanza juzi, imeanza tangia huko yani miaka 5,000 10,000 nyuma. Tenza mababu wanafanya. Umeona? Na ukiangalia hata wanyama hawa primates ambao hawa nyani sio wenyewe wanafanya. Sio, unaelewa? Kwa hiyo masturbation yenyewe haipunguzi nguvu za kiume. The problem na masturbation ni kwamba kwa sasa hivi kumekuwa kuna kitu kimoja kinaitwa pornography. Pornography inapunguza nguvu za kiume. Sio pornography inapunguza nguvu za kiume. Kwenye umeona, ukiona mwanamke unakuwa excited. Ukiona mwanamke unakuwa excited, uume unasimama. Kitu ambacho pornography inafanya ni kufanya ile level ya wewe kufikia excitement iwe kubwa, ile threshold tunasema. Kwamba wewe ilibidi labda ufikie hapa ndo usimamishe. Yaani upate stimulation kiasi hiki ndo usimamishe. Ila pornography inakupa stimulation mara 10 ya wewe kuona mwanamke. Kwa sababu kwenye pornography wanakupa kwanza mwanamke anakuwa ni mzuri ambaye wewe utakuja kumpata maisha yako yote. Kuna lighting nzuri. Yaani unaona kuna lighting nzuri, wanafanya milio deliberate kabisa ili tu akuteke akili zako. Unaweza kaangalia nyingi kwa wakati mmoja. Kwa mwanaume wa kawaida hawezi ukafanya mapenzi na wanawake labda 2 3 kwa siku moja. Lakini kwenye porno au video za ngono unaweza ukaangalia video hata 10, wanawake 10. Sasa ile kitu ni kitu ambacho ubongo wetu sisi haujatengenezwa kuwa hivyo. Kwa sababu ubongo tunasema una evolve tangia mababu zetu. Mababu zetu ilikuwa ni ngumu sana kupata mwanamke. Ila sasa wewe unapata wanawake 10 kwa siku. Wazuri ambao unapata access to sex kiasi hicho. Sasa ile stimulation inakuwa ni kubwa vibaya mno. Na mtu ukiangalia kuna watu wengi sana ambao hata mimi wananifuata. Unakuta mtu akiangalia video za ngono anasimamisha vizuri. Lakini akiwa na mwanamke asimamishi.
huyu shida yake sio kwamba damu inashindwa kwenda kwenye uume, yani hana shida yoyote ya kiafya, lakini stimulation ambayo anaihitaji ni kubwa vibaya mno. Yani anahitaji apate ile stimulation ambayo anaipata kule. Umenielewa? Na that's a very very big problem, kwa sababu watu wanafanya hivyo huku wanafanya masturbation. Sasa watu wanaanza kuisingizia masturbation, ila yani huyu wanakuwa kama wamuoni, huyu hizi video za ngono wanakuwa kama yani kama vile wana yupo kwenye ombwe. Yani yeye kama yuko protected hivi, lakini video za ngono ndo yani naweza nikasema ndo chanzo kikuu cha upungufu wa nguvu za kiume kwa sasa hivi. Na hiyo ndio tatizo kubwa. Ya, hilo ndio tatizo kubwa. Sasa kwa namna hiyo umesema punyeto ina madhara, na madhara yake haswa ni, kwa maana hiyo mimi ninachoweza kusema kumbe upungufu wa nguvu za kiume wakati mwingine inaweza ikawa ni psychological damage. Yeah, psychological. Na sio actually psychological. Ni kuna psychological na brain. Yani ni kwamba ukiona angalia kama hizo video za ngono, ubongo wako unabadilika structurally. Yani ule jinsi ulivyotengenezwa unabadilika kabisa. Yani hata ukienda ukapigwa scan za ubongo, unakuta mtu ambaye anaangalia video za ngono sana, unakuta ubongo wake umebadilika. Maana yake ubongo umebadilika kuwa unataka kile kitu. Yani instead of kufanya mapenzi, yeye anataka awe anaangalia, anataka kufanya kile tu. Kwa hiyo hii ni changamoto. Kwa inabadilika. So kwa maana hiyo sasa, kwa watu ambao sasa wanakuwa wameathirika na punyeto, wanaweza pengine wakafanya njia gani ambapo wakaweza kurejea kwenye hali yao ambayo itakuwa ya kawaida? Kwa sababu unajua wakati mwingine ndo kama hivyo nakwambia, kuna mwingine anasema kufanya tu mazoezi, kuna Kegel exercises unaweza kufanya ukarejea kwenye hali yako ya kawaida. Kabla hujanijibu, mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tuko hapa kwenye Sauti ya Jamii. Ni kipindi maalum kabisa kwa ajili ya masuala ya afya, hususan afya zinazozihusu jamii zetu, vijana kwa sana. Tumezungumza hapa masuala ya HIV/AIDS, maanisha virusi vya ukimwi pamoja na ukimwi wenyewe, lakini pia tunazungumza hapa sasa kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi. Hapa tunazungumzia punyeto, athari zake na mambo mengine. Na nipo na Dr. Noel hapa, mtaalamu na ni daktari pia, anakuwa anatuelezea kwa uzuri zaidi. Turudie hapo sasa. Mtu ana madhara hayo, ameshapata ameathirika na ufanyaji wa punyeto. Nini hasa anatakiwa afanye, au nini anaweza akafanya akajinasua kwenye huo? Okay. Sasa kwa sasa hivi watu wanaofanya punyeto waga pia wanaangalia video za ngono. Sasa kwa mtu kama huyu of course ni ngumu sana, lakini katika kitu cha kwanza kabisa cha kufanya ni kwamba kukubali kwamba hiyo issue ni shida. Kwa sababu kuna changamoto ya watu kukubali kwamba hii mbona hii kawaida tu, mimi mbona nikiangalia na nini nasimamisha vizuri. Lakini kumbe ukienda kukutana na mwanamke unapata kuna changamoto pale. Kwa hiyo ni kukubali kwanza. Kukubali kwamba hii ni shida na kushare na mtu, sana sana na mtaalamu wa afya, kwa sababu tuna kitu tunaita accountability partner. Lazima uwe na mtu ambaye anakukeep accountable. Yani anaweza akakuzuia wewe usiangalie. Yani labda akikukuta sehemu usiangalie. Sana sana pia kama una mwenza wako unaweza pia ukamwambia, bwana mimi nimeathirika na kitu fulani. Maana yake anakuwa anafuatilia kwenye simu yako, usiangalie na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na wewe unakuwa unafanya juu chini, usimuangushe. Okay. Kwa sababu temptation ni nyingi. Yani kama umeshakuwa addicted na kitu ni ngumu sana kuacha. Kwa hiyo kitu cha kwanza kushare na mtaalamu wa afya, mjue ukienda sasa ndo atakupangia nini cha kufanya, ufanye nini, ufanye mazoezi gani, ule nini, atakupangia pale kutokana na wewe mwenyewe, kwa sababu hizi plans za afya huaga ni personalized, kwamba uwezo ukatoa recommendation moja ikafitwa watu wote. Kwa hiyo utakuwa personalized. Ukikutana na daktari wako atakupangia, utakuwa personalized. Lakini pia inabidi ushare na mtu wako wa karibu kwamba mimi nina shida fulani, kwa sababu usipo share ni ngumu sana kuacha. Yani tabia yoyote mbaya, either kuwa mlevi nini, usipo share na mtu ambaye ni wa karibu kwamba hiki kitu kinaniumiza nataka niache, ni ngumu sana. Kwa hiyo those are the ways za kufanya kutoka kwenye hiyo kitu ya. Okay. Sawa, sasa kuna hayo madhara ambayo yanatokea. Hapa tumezungumzia jinsia ya kiume, lakini nina imani pia wapo watu wa jinsia ya kike ambao wanafanya pia punyeto. Na hii siku hizi imekuwa ni trend. Mimi kwa uzoefu wangu nimepitia kwenye mitandao ya kijamii, ukizungumzia mada zinazohusiana na punyeto, hasa kwa watoto wa kike,
unaona jinsi watu wanavyo show ule ushahidi kwenye zile comment section, inamaanisha hawa watu wanafanya hivi vitu. Hiyo pia inakuwa kwa upande wa kike pia, ama inakuwa kwa wanawake pia wanakuwa wanashindwa kuwa satisfied. Yani kama wewe mwanaume unavyokuwa unaona kwamba stimulation hii hainitoshi mpaka uende ukaangalie porno na ufanye masturbation, the same way mwanamke pia akiwa anaangalia zile video za ngono huko anafanya masturbation, anakuwa anahitaji stimulation kubwa zaidi. Kwa hiyo akija kukutana na wewe unakuwa yani anakuwa kama riziki na wewe. And most of the time watu wa design hiyo wanakuwa hawana ile attachment nzuri na wenza wao, kwa sababu wanakuwa hawapati raha ambao kwa hiyo pia inakuwa na upande wa jinsia ya kike. Hata kwa wanawake pia ni changamoto. Sawa. Kuna kitu ambacho pia sasa hivi kinaendelea sana, na hiki kidogo ni very sensitive, na wakati ukizungumza kidogo nilitamani kujua sasa kwa upande wa kitaalamu labda masuala ya kiafya, kuna uhusiano wowote wa changamoto za kiafya ama changamoto zinazohusiana na masuala hayo ya medical ama hata afya tu ya mwili inaweza kumsababisha mtu kuingia kwenye mapenzi ya jinsia moja? Na maanisha pia kwa jinsia zote mbili, yani wanawake na wanaume, kwa sababu these are the things ambazo sasa hivi zipo sana kwenye jamii. Vijana, kuna uhusiano wowote pengine wa hizo labda tafiti za kisayansi zinaonyesha kweli watu kwa sababu ya 1 2 3 inawasababisha wanaingia huko? Sasa hivi vitu sensitive sana. Of course. Ndio maana nikasema hivi vitu sensitive. Hiki kitu sensitive sana. Lakini according to mimi mwenyewe si namna watu wengine wanavyoona, lakini according to mimi mwenyewe, mimi namna ninavyoamini ni kwamba hiyo issue ya mapenzi ya jinsia moja sio kitu ambacho mtu anajifunza. According to mimi, sio kitu ambacho mtu anajifunza. Kwa sababu gani? Mimi niko attracted na wanawake. Hakuna namna yoyote ile duniani, hata unishikie bunduki, siwezi kubadilika nikawa napenda wanaume. Haiwezekani. And the same way, mimi nishakudeal na mtu mmoja ambaye ni mtu wa design hiyo, kujaribu kumbadilisha. Yani wazazi wake walikuwa wanambadilisha. Lakini nikaja kugundua ni changamoto. Yani sasa mimi nikaja kuichukulia kwamba ni kama mimi ninavyojaribu, yani mtu ajaribu kutoa wewe kwenye kupenda wanawake, nianze kupenda wanaume wenzangu. Kwa sababu mimi what I believe ni kwamba mtu kuwa yani homosexual anasema, au kuwa gay au lesbian, sio kile kitendo, yani sio ile kuingilia kinyume na maumbile. Ni ile kuwa wewe una attraction, yani unakuwa na attracted na mtu wa jinsia moja. Yani kwa mfano mtu akaja hapa, let's say majambazi wameingia wakakufanyia kile kitendo, wewe hauwezi kubadilika, utakuwa ni mtu yule yule, ingawa watu wameingia kinyume na maumbile. Utakuwa ni mtu yule yule. Lakini mtu ambaye ni homosexual, maana yake hata kama hajaingiliwa kinyume na maumbile, lakini kama ana attraction, yani anaona kama vile mwanaume mwenzake au mwanamke mwenzake ni mtu ambaye anamtaka kimapenzi, huyo ndo tunasema ni homosexual. Sasa kisayansi kuna some conditions ambazo zinaweza zikasababisha hali kama hiyo. Kuna watu unajua ili mwanaume azaliwe inabidi kuwe kuna mbegu ya X na ya Y. Umeelewa? Ili mwanamke azaliwe inabidi kuwe kuna mbegu ya X na X. Sasa kuna hiyo ni kwa kawaida, lakini huaga kuna mchanganyiko mwingi sana duniani hapa. Kuna watu wanazaliwa na XXY. Sawa, hao watu tunasema wanakuwa na condition moja inaitwa Klinefelter. Wanakuwa na XXY. Kuna wengine wanaweza wakawa na XXXY. Kuna wengine, yani ni mchanganyiko ni mwingi. Sasa mtu akiwa ana zile XX nyingi kuliko kawaida, imeonyesha kwamba inampelekea kuwa na hizo tabia za homosexual. Kwa hiyo unakuta yule mtu amezaliwa hivyo,
Umeelewa? Hiyo ni namna mimi ninavyo, of course hiyo ni tofauti sana na watu wengi wanavyosema na of course hata maadili ya Kitanzania, kwa sababu tunataka huyu mtu abadilike awe kawaida. Sio, unaelewa? Lakini what mimi I believe na namna mimi nilivyoona hawabadiliki. Yani kwa namna mimi nilivyo encounter ni kwamba hawabadiliki. Na mimi mfano niliotolea ni kwamba mimi huwezi kunibadilisha nikawa vile. It's the same way yule mtu it's very hard kumbadilisha kuwa so kwa sasa tubaki na tuamini hili ni swala ambalo linatokea kisayansi ama ni tabia ambazo zinaweza kubadilika, kwa sababu unasema ni ngumu kwa mtu kubadilika kwa sababu pia ni ngumu kwa sababu mtu ajifunze, ila ni hii inakuwa natural. Mimi according to mimi according to mimi mtu hajifunzi hizo tabia, hajifunzi. Yani kama wewe labda una of course kuna watu wanafanya hivyo vitu ili wapate pesa, lakini yule mtu anakuwa hana attraction na mwanaume mwenzake, ana sababu ya kufanya vile. Sasa yeye huyo sio homosexual. Yeye anafanya tu vile vitendo ili labda apate kitu fulani. Lakini wale wenyewe ambao ni homosexual ni kwamba yeye anakuwa ana attraction. Maana yake anaweza akajizuia asifanye hivyo vitendo, lakini kwa mfano yeye ni mwanamke, akimwona mwanamke mwenzake anakuwa anatamani kuwa naye kimapenzi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachoongelea ni hiyo attraction. Sio kitu ambacho mtu anajifunza. Sijui unasema unampeleka shuleni mwanao unasema kwamba anaweza akajifunza hizi tabia. Na hiyo ipo kwamba nampeleka single schools hizi, anaweza kujifunza hizi tabia na nini. Hapana. Yaani hiyo tabia sio za kujifunza. Yaani mimi namna kwa sababu mimi mwenyewe nimesoma shule za single sex na nini. Hizo tabia sio za kujifunza. Yaani sio kitu ambacho mtu anakuja na kufundisha au anafanya hivi. Kiuhalisia haiko hivyo. Sawa, turejee sasa kwa madaktari wa mtandaoni. Namna ambavyo wanayazungumza mambo, namna ambavyo wanasema ni wakati mwingine mimi nasema wanazua taharuki. Kwa sababu anaweza kazungumza kitu ndio ile mpaka unabaki unajiuliza, hivi kweli ni daktari yani mbona anazungumza hivi? Kwa mimi hata ambaye knowledge yangu ni ndogo tu, sio daktari, lakini hichi anachokizungumza hichi mbona kama anatuingiza chaka, umeona? Of course umesema kuna sababu za kibiashara. Lakini sasa namna ambavyo watu wanaweza wakafanya kuepukana wakati mwingine na taarifa za namna hii, kwa sababu mtu mwingine akilichukua kitu yeye mtandaoni, yani akishalivaa analibeba kama lilivyo. Sasa unafanya nini kuepukana na kupata taarifa zisizo sahihi, hususan katika masuala ya afya, kwamba labda nimepata hii taarifa lakini naithibitisha vipi hapo? Sasa kitu cha kwanza kabisa yani ukipokea taarifa yoyote, either ni kitu ambacho unakiamini au haukiamini, ila ni taarifa tu umeipata. Kitu cha kwanza kabisa ni kuangalia intention ya huyu mtu. Kwa nini kasema hivi? Umeelewa? Yaani kwa mfano mimi nakwambia bwana, ukila sijui kitu fulani unapata changamoto, sijui ukila wanga unapata kisukari, au ukifanya nini unapata hivi. Inabidi uangalie huyu jamaa yeye mwisho wa hivi anaongea ili ani influence mimi kufanya nini. Mara nyingi kama influence ni kufundisha tu, inakuwaga yani suspicion yako inaweza ikapungua. Lakini kama lengo ni akuuzie kitu kwa sababu ya kile alichokisema, inabidi udoubt hapo. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa, kuangalia intention ya mtu. Ukiangalia intention na of course madaktari halisi, yani madaktari kweli ambao wako mtandaoni, wengi hawatoi information ili wakuuzia kitu. Yani madaktari ambao mimi nawajua ambao ni madaktari kweli hawatoi information ili wakuuzia kitu. Wanatoa information ili tu wakusaidie. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza, intention. Kitu cha pili, kwenye hii naniliu, siku hizi kuna sources nyingi. Siku hizi kuna sources, kuna AI, kuna Google, kuna nini. Sasa kuna kipindi fulani hivi madaktari wengi walikuwa wanasema kwamba mgonjwa hataki kutumia Google, usigoogle sijui nini usingi. Ila sasa mimi I think mimi kwa sababu mimi ni daktari lakini pia ni Gen Z. Na najua umuhimu wa hivi vitu. Na mimi natamani sana mgonjwa akija kwangu awe tayari ameshaangalia huko kwenye AI. Ugonjwa wake ni nini, unaweza kuwa unasababishwa na nini. Akija kwangu mimi tukidiscuss tunakuwa tuna a very good discussion.
na hata kumwelezea inakuwa ni rahisi. Anaelewa kabisa vizuri ugonjwa wake na anakuwa anajua kabisa hapa nikitumia dawa nitapona nini, na anakuwa anajua. Kwa kitu cha pili ni AI. Ukiona kuna information umeipata, ingia kwenye AI, andika according to WHO, tumia sources ambazo ni trusted, credible. Yeah, credible. WHO au nini, is this true? Unauliza tu pale, au unaambia does this fit scientific consensus. Scientific consensus ni ile makubaliano ya kisayansi. Does this fit? Unaandika pale, unaweka. Ukiuliza, AI itakupa majibu mazuri sana, na wewe utakuja kuchanganya na kichwa chako. Lakini ukisema usikilize tu hivi then ukalibeba, yani kuna watu wengi sana wanapotosha watu. Kwa hiyo hivyo ndo vitu viwili vikubwa sana ambavyo inabidi viangalie. Ukichukua taarifa yoyote, angalia intention ya huyo mtu. Lakini baada ya kuangalia intention, kuna sources nyingi. Sana AI imetusaidia sana. Yani chukua ile information, andika according to scientific consensus au makubaliano ya kisayansi. Hii ni sahihi? AI itakwambia, kwa sababu AI yenyewe uzuri ni kwamba inakuwa ina sources zote, ina vitu vya uongo na vya ukweli. Kwa hiyo wewe una structure ikwambie kitu ambacho kina makubaliano ya kisayansi. Exactly. Yeah, bana mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tumekuwa na takriban dakika 30 hivi za kuyazungumza mengi sana kuhusiana na afya. Na leo kwenye Sauti ya Jamii hapa tumezungumzia sana swala zima la afya. Tumezungumzia virusi vya ukimwi, tumezungumzia afya ya uzazi, sana swala la punyeto, lakini pia kwa uchache tumegusia swala la mapenzi ya jinsia moja. Je, lina uhalisia kisayansi? Je, ni mtu anaamua kujifunza ama ni namna gani? Umesikiliza hapa kutoka kwa Dr. Noel. Sasa Dr. Noel, kwa kumalizia tu, neno lako kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Najua wewe ni daktari ambaye unatumia sana mitandao ya kijamii. Neno lako kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii ambao wanajifunza vitu mbalimbali hususan kwenye masuala ya afya kwenye hii mitandao ya kijamii, una neno gani la kuwaambia? Okay. Sasa kitu cha kwanza kabisa, kama unatumia mitandao ya kijamii na unafuatilia mambo ya afya, cha kwanza kabisa ni unifollow, kwa sababu mimi huaga natoa vitu. Cha kwanza kabisa ni unifollow. Naitwa Dr. Noel. Lakini kitu cha pili ni kwamba mimi napenda sana kuwa na meaningful discussion. Yaani napenda sana kudiscuss vitu. Kwa hiyo ukiona kitu, let's say mtu kakiongea somewhere, mchallenge. Yaani ukiona mtu anaongea kitu fulani hivi cha afya, jaribu kumchallenge. Hata mimi hapa, unaingia kwenye page yangu, tafuta video yoyote pale, jaribu kunichallenge. Yaani wewe ni challenge. Kwa sababu namna ya kujua kitu kiundani na kukielewa vizuri ni through a challenge, yani debate. Kwa hiyo ukiona kitu chochote, jaribu yani kama kitu ukielewi, jaribu kukichallenge. Yani jaribu kukichallenge. Yani usichukulie kitu tu, yani usikipokee kitu bila kukiscreen kwanza. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi sana. Yeah. Okay, bila shaka umesikiliza hapo nondo kutoka kwa Dr. Noel. Amesema umfollow. Jambo la muhimu sana pia, hakikisha unamfollow ili kuweza kupata zile updates ambazo anazitoa kuhusiana na masuala ya afya, ushauri, lakini pia ni fitness Pia huwa mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi. Kwa hiyo pia huwa naelekeza sana kuhusu sports science na nutrition. Kwa hiyo unaweza ukapata madini mazuri sana kwenye page yake pale Instagram. Anatumia jina hilo la Dr. Noel MD, si ndio? Nenda pale, andika doctor, ile ni doctor kama doctor. Wala mwingine anasema doctor anaenda kuweka DR. Ni Dr. Noel MD. Utaweza kupata na utamfollow pale, alafu utaendelea na kupata zile update ambazo anakuwa sport. Sisi pia unaweza kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii.